Mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Kazi Salama Maisha Salama. Leo tunaangazia huduma mbalimbali ambazo hutolewa na Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi OSHA, taasisi ambayo ipo chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, inayo jukumu la kuhakikisha Watanzania wanafanya kazi katika mazingira salama pasipokuwa na vihatarishi ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ama ajali wakiwa wanatekeleza majukumu yao ya kila siku katika maeneo mbalimbali ya kazi. Jukumu hili hutekelezwa kupitia usimamizi wa sheria namba 5 ya Afya na Usalama Mahali pa Kazi ya mwaka 2003. Katika kutekeleza wajibu huu adhimu wa kulinda nguvu kazi ya taifa, OSHA imeweka utaratibu mzuri ambao huiwezesha kuyatambua maeneo ya kazi, kutoa maelekezo juu ya viwango na mifumo ya usalama na afya, na kisha kufuatilia kwa karibu kabisa usimikaji na matumizi ya mifumo hiyo katika maeneo mbalimbali ya kazi kote nchini. Kutoa maelekezo juu ya viwango na mifumo ya usalama na afya, na kisha kufuatilia kwa karibu usimikaji na matumizi ya mifumo hiyo katika maeneo mbalimbali ya kazi kote nchini. Lakini je, utaratibu huo unaozungumziwa hapa ni upi na utekelezaji wake hufuata hatua zipi na unawahusu kina nani? Yolanda Mbatia ni kiongozi katika kitengo cha usajili sehemu za kazi na udhibiti ubora, na hapa anafafanua. Moja ya jukumu la wakala ni kuhakikisha kwamba mdau, yaani mwajiri, eneo lake la kazi tunalitambua, kujua na wafanyakazi wangapi, ana mitambo ya aina gani na yuko wapi. Sasa ili tuweze kujua hivyo vitu, mdau anatakiwa asajili na OSHA. Na ili mdau aweze kusajili na OSHA, kwa sasa OSHA ina mfumo unaitwa WIMS, ambao ni ni Workplace Information Management System. Huo ni mfumo ambao mdau anatakiwa asajili online kwa njia ya mtandao, na anaingia kwa kupitia link ya wims.osha.go.tz. Akishaingia katika hiyo link, anatakiwa create account, yaani kama administrator ata create account kwa kujaza form, na katika hiyo kujaza form anatakiwa awe na kitambulisho cha NIDA au anaweza anakaa na kitambulisho cha kupiga kula. Akishajaza hiyo form, akisha submit hiyo form, atapata account ya WIMS. Akishakuwa na account ya WIMS, ataingia moja kwa moja katika kujisajili eneo lake la kazi. Anapoenda kujisajili eneo la kazi, lazima awe na TIN number. TIN number inatusaidia sisi kumjua huyu mdau kwamba anatambulika na TRA kwamba ni mlipa kodi. Akishaingiza details zake za TIN number, ataenda peji ya pili, itamtaka aingize idadi ya wafanyakazi, aina ya kazi anayoifanya, na vile vile kuna sehemu ambayo atatakiwa upload business license, yani leseni ya biashara, kujua huyo mdau anafanya activity gani katika eneo lake la kazi. Baada ya hapo atasubmit form yake ya application, na ndani ya masaa 24 mdau atakuwa amepata leseni yake ya usajili. Zamani tulikuwa tunasajili manyu kwa kujaza form alafu mtu analeta OSHA, lakini sasa hivi mdau ana uwezo wa kupata cheti cha usajili huko alipo ndani ya masaa 24. Katika mfumo wa WIMS, mbali na usajili wa online wa kusaidia upatikanaji wa cheti kwa uharaka, na vile vile unaweza kuwa ukiwa online, vile vile unaweza ukachagua mafunzo ya afya na usalama kazini. Utaingia kwenye hiyo links ya WIMS, utachagua mafunzo unaotaka usome. Kama ni workplace, basi atachagua sehemu ya workplace, ataenda kwenye sehemu ya workplace, atachagua pale aina gani ya course anataka mfanyakazi wake asome. Na vile vile kama ni mtu binafsi, vile vile anaingia na anafungua account yake ya WIMS, na ataingia kama mtu binafsi kuomba kozi mbalimbali zinazotolewa na OSHA, na kozi mbalimbali zinazotolewa na OSHA atazipata pale kulingana na ratiba ya pale ya OSHA. Na vile vile katika mfumo wa WIMS pia, kama mwajiri anaweza akatoa taarifa ya ajali inapotokea sehemu yake ya kazi, akanotify OSHA kwamba kuna ajali imetokea sehemu yangu ya kazi, basi wakaguzi wa OSHA mara moja wakipata hizo taarifa wanaenda kufanya uchunguzi wa ajali. Kwa hiyo faida ya kuwa na huu mfumo wa WIMS, unarahisisha upatikanaji wa taarifa kwa urahisi. Vile vile tumekuja katika maonyesho haya ya Sabasaba ili kutoa elimu kwa wadau jinsi gani ya kusajili online, kwa sababu ni product mpya ambayo tumeianzisha ya kusajili online, na wadau wengi hawajui hichi kitu.
Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha wadau jinsi gani ya kusajili online na kupata cheti chao ndani ya masaa 24. Baada ya usajili wa eneo la kazi ambao ni kwa mujibu wa kifungu nambari 16 cha sheria namba 5 ya afya na usalama mahali pa kazi ya mwaka 2003, mmiliki ama msimamizi wa sehemu ya kazi huwa na wajibu wa kutekeleza. Hali kadhalika OSHA, wajibu huo kwa pande zote mbili ni kama unavyoelezwa na mkaguzi wa usalama na afya mahali pa kazi. Baada ya taratibu za kumtambua mdau wetu wa maeneo ya kazi kwa kumsajili, wakala inatakiwa tumkague mdau wetu. Sasa mdau wetu pale anapomaliza tu usaili wake na kupatiwa kile cheti cha usajili wa eneo la kazi, kama wakala huwa inampatia mdau maelekezo kwa barua, majukumu ambayo anatakiwa atekeleze ndani ya muda mfupi, na majukumu mengine katika maelekezo ya hiyo barua wakala unatekeleza kwa mdau wetu. Na baadhi ya majukumu ambayo yule mwenye eneo la kazi anatakiwa kuyafanya, mojawapo ni kuandaa tathmini ya vihatarishi katika maeneo yake ya kazi, lakini vile vile kutengeneza sera ambayo itamuongoza ili aweze kusimamia sheria namba 5 ya usalama na afya mahala pa kazi. Lakini vile vile mdau anatakiwa ateue wawakilishi katika wafanyakazi katika eneo lake la kazi ili waweze kupatiwa mafunzo ambayo yanatolewa na wakala usalama na afya mahala pa kazi, kama mafunzo ya huduma ya kwanza, mafunzo ya mwakilishi usalama na afya, ambao mafunzo haya yatasaidia wale wenye eneo la kazi waweze kutengeneza miongozo mbalimbali, au tunasema kwamba mfumo wa usalama na afya katika maeneo ya kazi, lakini vile vile kutoa huduma kama huduma ya kwanza kwenye maeneo ya kazi, kutengeneza kamati za usalama na afya kwenye maeneo ya kazi. Kwa hiyo miongozo yote mdau anapatiwa pale pindi tu anapokuwa amepatiwa cheti cha usajili wa eneo lake la kazi. Lakini vile vile kwa upande wa OSHA tunamfikia mdau wetu kwenye maeneo ambayo anakuwa anafanya kazi, na lengo letu kubwa kabisa ni kutathmini mazingira yake ya kazi. Na kwenye tathmini tunaangalia kwenye maeneo ya kazi kuna vihatarishi vipi ambavyo vinatokana na kazi wanakuwa wanaifanya au vipo kwenye mazingira ambayo mdau anakuwa anafanya kazi. Na kwenye upande wa usalama na afya kuna vihatarishi vya aina mbili. Kuna vihatarishi vya kiusalama, lakini vile vile kuna vihatarishi vya kiafya. Kwa hiyo ni namna gani kama wakala tunatathmini vihatarishi hivyo? Ni kupitia kufanya kaguzi. Kwa mujibu wa mkaguzi tuliyemsikia hivi punde, OSHA hufanya tathmini ya hali ya usalama na afya katika maeneo mbalimbali ya kazi kupitia kufanya ukaguzi. Hivyo ni vema tukazama kwa undani kaguzi hizo ambazo hutekelezwa katika maeneo ya kazi ni zipi na hufanyika kwa madhumuni gani. Na mojawapo ya kaguzi ambayo tunaufanya tunasema kama ni ukaguzi wa jumla, ambao tunaangalia mazingira kwa ujumla, mazingira ya kazi. Lakini vile vile tunafanya ukaguzi wa vihatarishi vya kiafya ambao kitaalamu wanasema ni occupational hygiene inspection, kwa ajili ya kubaini kuna vihatarishi vipi vya kiafya vipo kwenye maeneo ya kazi ambavyo vina uwezo wa kumletea mfanyakazi madhara ya kiafya. Lakini vile vile tunafanya ukaguzi wa ergonomia, kuangalia ni namna gani mfanyakazi anahusiana na mazingira yake ya kazi, lakini vile vile vifaa pamoja na michakato iliyopo kwenye maeneo ya kazi. Lakini vile vile wakala unafanya ukaguzi wa usalama wa umeme. Tunafahamu kwamba umeme ni kihatarishi kimojawapo kwenye mazingira ya kazi, kwa hiyo tunakuwa tuna wataalamu ambao wamebobea kwenye hilo eneo kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwenye upande wa usalama wa umeme. Na vile vile kama wakala pia tunatembelea maeneo ya majenzi na ujenzi kwa ajili ya kufanya ukaguzi, kuangalia kama ni namna gani ile miradi ambayo inakuwa inaendelea kwenye maeneo mbalimbali ya kazi na usalama wake ukoje. Lakini vile vile kuna maeneo mengine ya kazi wanakuwa wanatumia vifaa au michakato hatarishi ambayo tunasema ni mitambo. Kama wakala pia unafanya ukaguzi kwenye huo upande. Kwa hiyo baada ya wakala kufanya ukaguzi katika nyanja mbalimbali, lengo kubwa ni kutathmini uwezo wa vile vihatarishi kusababisha madhara na kuweza kusanifu miundombinu iliyopo kwenye maeneo ya kazi kwa lengo kubwa la kumshauri mwekezaji au mmiliki wa eneo la kazi ni namna gani bora ya kuendelea kuboresha mazingira ya kazi kwa lengo kubwa la kulinda nguvu kazi iliyopo kwenye ile eneo la kazi, kuongeza tija kwenye maeneo ya kazi na kuendelea kuwa na mazingira ambayo ni salama na biashara ambayo ni endelevu katika mazingira ya kazi. Mtazamaji, miongoni mwa kaguzi zilizoainishwa kufanyika katika sehemu za kazi ni ukaguzi wa usalama wa mifumo ya umeme, usalama wa mazingira na ergonomia. Bila shaka ungependa kufahamu japo kwa uchache kaguzi hizi huangazia vipengele gani
Na ni upi umuhimu wa ukaguzi huo katika usalama na afya za wafanyakazi kwenye maeneo husika? Kama tulivyosikia kwamba katika vihatarishi katika eneo la kazi, pia umeme ni kihatarishi kikubwa sana katika maeneo ya kazi. Na maeneo mengi ya kazi umeme unatumika kwa wingi sana. Kwa hiyo kama mkaguzi wa usalama katika maeneo ya kazi, usalama wa umeme katika maeneo ya kazi, kazi yangu kubwa ni kuhakikisha yule mtumiaji wa umeme anafanya kazi katika mazingira yaliyo salama. Kitu cha kwanza tutaangalia ukinzani. Ukinzani tutaangalia ambao unaita earth resistance. Earth resistance ni kile kiwango kinatakiwa kisizidi 5. Tutapima kwa kutumia kifaa chetu ambacho kinaitwa earth resistance tester ili kupata kiasi kile cha ukinzani kilichopo katika eneo la kazi. Pia tutapima eneo la kazi linapoteza umeme kiasi gani. Hiki kifaa cha earth resistance tester pia kina uwezo wa kupima kuangalia kiasi gani cha umeme kinapotea katika eneo la kazi. Kama tunavyojua, sehemu za kazi nyingi zinalalamika kwamba umeme hautoshi, lakini tukiangalia umeme mwingi unapotea katika mfumo wa umeme katika eneo la kazi. Anapata umeme mzuri tu kutoka kwenye sosi, umeme wa kutosha, lakini yeye ule mfumo wake pale katika eneo la kazi basi unamfanya aweze kupoteza umeme mwingi na baadhi ya mashine zake kukosa kufanya kazi, hivyo analazimisha kuwasha generator ili aweze kuwasha baadhi ya mashine zake na kumpelekea mwekezaji kupata gharama kubwa ya uendeshaji. Kingine tunaangalia ukubwa wa waya wa umeme uliotumika kupeleka kwenye mashine. Mtu anajenga nyumba yake, anasema tunapangisha. Tayari ameshaweka umeme, alafu anatangaza kwamba ninapangisha. Anatoka mpangaji, anakuja, anasema mimi naanzisha mashine ya kusaga, ama mimi naanzisha hospitali, ama mimi hapa naanzisha benki. Kwa hiyo ataanza kufanya partition katika jengo lile na kuongeza baadhi ya soketi na kuongeza baadhi ya taa na kuongeza baadhi ya AC ili aweze kukamilisha eneo lake la kazi liweze kufanikisha kutokana na idadi ya watu aliowaajiri. Lakini OSHA tutakuja pale kuangalia lile eneo la kazi alilolitengeneza yule mwekezaji, kama kweli zile mashine alizozifunga mle zinaweza zikabebwa na ile wiring na ule mfumo ambao umeshatengenezwa mwanzoni. Pia tunafanya ukaguzi wa macho kuangalia ule mfumo mzima ameunga vipi. Kwa mfano, tunakutana na mteja ambaye hajatumia vifaa maalum kuungia umeme. Anakuwa anaunga tu kwa kutumia tepu, anaunga tu bila kuweka protection yoyote, bila kuweka kitu chochote ambacho kitakachosababisha umeme kuzima. Kwa hiyo tunaangalia vyote hivyo. Pia tunaangalia kama lile box linaowekea umeme, je, limefunikwa kwa usalama wa wafanyakazi mahali pale. Kwa sababu kuna mara nyingi tunakutana na maboksi ya umeme, ndani wameweka maji ya kunywa, ndani wameweka mavitambara ya kufutia deki, ndani wameweka mandoo ya maji, lakini ni eneo ambalo umeme upo na upo hai. Labda ningeelezea pia kidogo kwenye upande wa ukaguzi wa mazingira ambao tunasema kama ni occupational hygienist. Kuna kwenye upande wa ukaguzi kuna vihatarishi vingine hatuwezi kuvitathmini kwa kutumia tunasema macho kwa kuona. Ni lazima tupime. Kwa hiyo kama wakala tunakuwa tuna vifaa mbalimbali kulingana na miongozo iliyowekwa ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya kutathmini kwamba uwezo wa kile kihatarishi kuleta madhara. Kwa mfano labda kama kifaa kama hichi tunakuwa tunakitumia kwa ajili ya kuchunguza hali joto iliyopo kwenye maeneo ya kazi na kujua kwamba kama kiwango cha joto kipo chini au kiko juu, ili kuweza kumshauri mdau namna gani kuendelea kuboresha mazingira ya kazi. Lakini vile vile tunatumia kifaa kama hichi kwa ajili ya kufanya tathmini ya mzunguko wa hewa kwenye maeneo ya kazi ili kumfanya mfanyakazi awe comfortable anapokuwa anafanya kazi na kuondoa vihatarishi kwenye maeneo ya kazi. Vile vile tunafanya kupima mwanga, tunatumia kifaa kama hichi. Tunafahamu kama mwanga ni mojawapo ya kihatarishi cha kiafya kwenye maeneo ya kazi. Mwanga unavyokuwa mdogo au unavyokuwa mkubwa unaweza kuathiri macho pamoja na kuleta madhara mengine ya kiafya. Kwa hiyo tunakuwa tunapima kwa ajili ya kushauri.
Vile vile kuna maeneo mengine ya kazi kuna kelele ambayo inakuwa imezidi kiwango na ina uwezo wa kusababisha upotevu wa usikivu. Kwa hiyo kama wakala tunatumia vifaa kama hivi kwa ajili ya kupima kelele kwenye maeneo ya kazi na kujua kiwango cha kelele kuweza kushauri kitaalamu zaidi. Lakini vile vile kwenye maeneo ya kazi pia kuna maeneo mengine kuna kemikali au vumbi. Kwa hiyo tunakuwa tunatumia kifaa kama hichi ambacho tunasema kwamba ni dust sampling pump kwa ajili ya kubaini vihatarishi ambavyo vinaweza vikaathiri mfumo wa upumuaji na kuendelea kushauri zaidi ni namna gani bora kuendelea kuboresha mazingira ya kazi. Utakubaliana nami ya kwamba kaguzi zilizoelezwa na wakaguzi haziwezi kuwa na tija endapo hakutakuwa na utaratibu unaofungamanisha ukaguzi na swala zima la afya za wafanyakazi. Ndipo taasisi ya OSHA ilipoona kuna umuhimu wa kuwa na sehemu maalum ambayo jukumu lake ni kuchunguza afya za wafanyakazi kwa kuzingatia aina ya kazi pamoja na mazingira ambayo mfanyakazi anafanyia shughuli zake za kila siku, kama inavyoelezwa na mkaguzi wa afya Dr. Rajabu Yusuf Mambo. Baada ya wakaguzi wa usalama kufanya kaguzi kwenye maeneo ya kazi, eneo jingine ambalo linafanyiwa ukaguzi ni eneo la afya, kwa sababu tumesema OSHA ni wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. Sheria namba 5 ya usalama na afya mahali pa kazi inataka kuwepo na maeneo matatu ya upimaji wa afya kwa wafanyakazi. Eneo la kwanza tunaita ni pre-employment medical examination. Eneo hili ni mfanyakazi anatakiwa kupimwa afya kabla ya kuanza kufanya kazi katika eneo la kazi. Kwa hiyo tutaangalia fitness to work yake iko namna gani ili tuweze kusema kama anaweza kumudu kuifanya kazi anayokwenda kuifanya ama la. Lakini sheria pia inatutaka tuwe na subject to review. Baada ya kumfanyia vipimo wakati anaingia kazini, baada ya mwaka mmoja, kila baada ya mwaka mmoja, miezi 6 ama miezi 3, kulingana na aina ya kazi mtu anaifanya, atatakiwa kufanyiwa vipimo kulinganisha na tangu alipoingia kazini na anapoendelea na kazi kama kuna changamoto yoyote ya kiafya ameipata. Lakini eneo la tatu linalozungumzwa kwenye sheria ni upimaji wa afya baada ya kufikia ukomo wa kufanya kazi. Ukomo wa kufanya kazi ni vipi? Ni pale mtu anapobadilisha mwajiri mmoja kwenda kwa mwajiri mwingine, lakini ukomo wa kazi sehemu nyingine ni pale mtu anapostaafu kufanya kazi, ama ukomo wa kazi unaweza ukawa ni pale mtu anapofukuzwa kazi. Kwa kabla mtu hajaondoka kutoka kwa mwajiri wake wa mwanzo ama hajastaafu kazi, anatakiwa afanyiwe vipimo vya kutoka kazini ama exit medical examination ili kujiridhisha kwamba mtu huyu hajapatwa na maradhi yoyote yaliyosababishwa na kazi aliyokuwa anaifanya. Lakini kuna eneo la 4 ambalo linaongezeka, linaitwa special medical examination ama upimaji maalum wa afya. Huu unaweza ukaamuliwa na waziri mwenye dhamana ya kazi kama ataona inafaa upimaji wa afya urudiwe ama ufanyike kwa mara nyingine. Kwa hiyo inaweza ikafanyika namna hiyo. Lakini ni kitu gani tunakifanya tunapokwenda kwenye maeneo ya kazi ili kupima afya ya mfanyakazi ili tuseme kwamba anaweza kumudu kuifanya kazi hiyo? Eneo la kwanza ambalo tunalifanyia kazi tunapofika kwenye maeneo ya kazi ni kupima hali lishe ya mtu, ama kwa kitaalamu inaitwa BMI. Hali lishe ya mtu inapimwa kwa kuangalia uwiano wa urefu wake na uzito wake, kwa sababu uzito wa binadamu unatakiwa ulingane na urefu alionao kiafya. Lakini eneo jingine tunapima eneo la macho. Mtu anapokuwa kwenye eneo la kazi anatakiwa kuona vihatarishi vinavyokuwepo kwenye eneo lake la kazi. Kwa lazima tuweze kupima uono wa mtu kwa kutumia mashine maalum ambayo inaitwa VT1 Master, na mara nyingi hii mashine tunaitumia kwa waendesha mitambo na madereva wa magari. Lakini watu wa kawaida wanaweza wakapimwa uono wao kwa kutumia kifaa kinaitwa Snell chart. Na eneo jingine tunalolipima tunapokuwa kwenye maeneo ya kazi, kuna watu wanafanya kazi maalum ambazo zinahusisha kelele. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya kazi kwenye maeneo yenye kelele atatakiwa kupima kipimo cha masikio kuangalia usikivu wake kama umeathiriwa na kazi anayoifanya ama eneo la kazi ambalo lina kelele. Kwa hiyo katika banda letu la OSHA hapa Sabasaba tunafanya vipimo hivyo nilivyovieleza kwa bila gharama yoyote. Kwa hiyo watu wanaweza wakafika kwenye banda letu la maonyesho ambalo liko kwenye tenti la Jakaya Kikwete kuweza kupata vipimo vya upimaji wa afya kulingana na kazi wanazofanya bure bila malipo yoyote. Aidha, katika kuhakikisha ya kwamba kuna kuwa na uelewa wa pamoja katika utekelezaji wa sheria na miongozo mbalimbali ya usalama na afya katika sehemu za kazi, OSHA ina wajibu wa kutoa mafunzo ya usalama na afya miongoni mwa wadau wake katika maeneo mbalimbali hapa nchini.
Mojawapo ya majukumu ya Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi ni kutoa mafunzo, elimu mbalimbali kwa wadau, na lengo kubwa la kutoa mafunzo ya usalama na afya mojawapo kabisa ni kuwawezesha wafanyakazi kuweza kutambua vihatarishi vipo kwenye mazingira ya kazi, kufahamu vyanzo vyake, kufahamu athari, kwamba ni namna gani wanaweza wakakumbana na vihatarishi vile wakiwa kwenye maeneo ya kazi, kufahamu pia madhara ya kiafya na kiusalama yanaweza kusababisha na vile vihatarishi vinavyopatikana kwenye maeneo ya kazi, lakini vile vile kufahamu namna gani ya kuwa na mfumo bora wa kuweza kuondoa kabisa vihatarishi au kupunguza au kumkinga mfanyakazi anapokuwa anafanya kazi katika maeneo yake ya kazi. Na kama wakala tuna programu mbalimbali za mafunzo. Tunakuwa tunatoa mafunzo ambayo tunasema kwamba ni mafunzo ya kitaifa ambayo tunaita kwamba ni NOSHC, National Occupational Health and Safety Course. Lakini vile vile tunatoa mafunzo ya namna gani ya kufanya tathmini ya vihatarishi vipo kwenye maeneo ya kazi ambayo tunasema kwamba ni Risk Assessment Course. Lakini vile vile kama wakala tunatoa mafunzo ya uchunguzi wa ajali. Tunafahamu kwamba lengo kubwa la wakala ni kuzuia ajali na magonjwa kwenye maeneo ya kazi. Lakini inawezekana kwenye maeneo ya kazi kukatokea ajali. Kama kumetokea ajali kutokana na sababu mbalimbali, kama wakala lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunazuia ajali ya namna ile isitokee tena, au ajali ya kufanana na kama ile ambayo imetokea awali isitokee tena. Sasa ni namna gani ya kuweza kufanya hivyo? Ni lazima mwenye eneo la kazi aweze kuwa na ufahamu na uelewa, aelewe zile mbinu au mikakati ya kuweza kuchunguza ajali ili kuweza kuondoa kile kiini au chanzo kisababisha ile ajali. Lakini vile vile kama wakala tunatoa pia mafunzo ya huduma ya kwanza, kwamba endapo labda itatokea mfanyakazi amepata majeraha madogo au kutokea emergency kwenye eneo la kazi na atakuwa anahitaji kupatiwa huduma ya kwanza, basi lazima kuwa kuna mtaalamu ambao amepata mafunzo na uelewa kwenye hizo nyanja za kutoa huduma ya kwanza. Natoa wito kwa wadau wetu mbalimbali waweze kufika Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi, lakini vile vile waweze kutembelea website yetu ya Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi, waweze pia kutembelea mfumo ambao tunaita kwamba ni mfumo wa Workplace Information Management System. Watapata kuona ni mafunzo gani ambao wakala unatoa pamoja na ile schedule, tutasema kwamba kalenda, ratiba ya mafunzo, waweze kwa ajili ya kujisajili na kuweza kuomba mafunzo na waweze kuja kufaidika na mafunzo au kozi mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa na Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi. Mtazamaji, kozi nyinginezo zitolewazo na OSHA ni pamoja na matumizi salama ya kemikali, usalama na afya kwa maafisa na mameneja rasilimali watu, usalama wa vifaa vya kunyanyulia na kubebea mizigo mizito, usalama na afya katika sekta ya mafuta na gesi, usalama na afya kwa watu wanaofanya kazi katika majukwaa, matumizi salama ya mitambo ya kuhifadhi mivuke, yani safe boiler operations, pamoja na uelewa wa jumla wa masuala ya usalama na afya mahali pa kazi. Katika msimu huu wa maonesho ya 45 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam DITF, OSHA ni miongoni mwa taasisi za umma zinazoshiriki katika maonesho tajwa, ikiwa ni mwendelezo wa programu zake za kutoa elimu kwa umma. Sanjari na utoaji wa elimu kwa umma, wataalamu toka OSHA ambao wapo Sabasaba wanahusika na usajili wa sehemu za kazi, uchunguzi wa afya za wafanyakazi, pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusiana na masuala ya usalama na afya mahali pa kazi. Mwanzoni mwa juma, waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi Mheshimiwa Jenista Mhagama akiwa ameambatana na kaimu mtendaji mkuu wa OSHA walitembelea banda la OSHA katika maonesho ya Sabasaba, ambapo miongoni mwa mambo walioyazungumzia ni namna ambavyo OSHA imetafsiri kwa vitendo falsafa ya Rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kushiriki katika kujenga mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji ili kuinua uchumi wa nchi yetu. Lakini tuwapongeze wenzetu wa OSHA, taasisi yetu inayoshughulika na masuala ya afya na usalama mahala pa kazi. Management, mkurugenzi umeona naye ni mwanamke, bahati nzuri umeona naye ni mwanamke, kwa hiyo akina mama bado wanaonyesha uwezo mkubwa wa kufanya kazi na sisi tunampongeza, na timu nzima ya wafanyakazi kutoka hapa OSHA. Kwa hiyo hapa OSHA tunachojivunia, maagizo ya Mheshimiwa Rais yalikuwa wazi kwamba ziko tozo ambazo zilikuwa ni kero kubwa
kwa wafanyabiashara, lakini pia hata kwa wawekezaji. Mwaka uliopita, bajeti iliyopita, tulipunguza tozo 7. Lakini jambo ambalo ninapenda kuwapongeza OSHA kwa mwaka huu wa fedha, kwanza wameridhia zile tozo 7 ziendelee kubakia vile vile, kwamba zimepunguzwa, hazikurudishwa tena. Kwa hiyo tozo zile 7 zilizopunguzwa muhula uliopita bado zimeendelea kubakia. Lakini mwaka huu wameongeza kupunguza tena tozo 4 zenye kero, na hivyo kufanya sasa tozo zote zilizoondolewa OSHA kufika tozo 11. Eneo jingine mahususi ambalo wamelifanyia kazi kwenye mwaka huu wa fedha, na sheria ya fedha imeonyesha, tumetaka kuvutia uwekezaji kwenye vituo vya mafuta maeneo ya vijijini. Kulikuwa na tozo inayochajiwa na OSHA kwa kila anayefungua petrol station huko maeneo ya vijijini na sio huko mjini. Kwa hiyo kulikuwa na tozo ya laki kama 5 ambayo iligawanywa kwenye vifungu tofauti tofauti ambavyo OSHA walikuwa wanapita na kuvikagua. Kwa hiyo ukienda kuwekeza huko lazima ukumbane na hiyo tozo ya OSHA. Lakini sasa wameipunguza kutoka laki 5 mpaka laki 1.5. Na Wizara ya Nishati imeanza mfumo na mkakati wa kutengeneza petrol station ndogo ndogo kwa ajili ya usalama wa raia. Kwa hiyo na sisi tukitoa hii tozo, kwa hiyo tumetengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji kwa Watanzania wenyewe na hata kama kwa wageni, na tunaweza kuwa na petrol station ndogo kule vijijini ambazo ni salama na kuondoa hatari na viashiria vya hatarishi kwenye maeneo haya. OSHA tuko katika maonyesho haya ya Sabasaba kama mpango mkakati wa taasisi katika kutoa elimu kwa umma, lakini kuitambulisha taasisi yetu, lakini vile vile kusogeza huduma kwa wananchi. Kama mnavyofahamu, hapa sasa hivi tunafanya registration, watu wanajiregister, watu wanapima afya, watu wanapata maelekezo mbalimbali kuhusiana na mafunzo, wanapata ratiba zetu za mafunzo kwamba ni lini tutafanya mafunzo, lakini na ushauri mbalimbali wa kuhusiana na masuala ya usalama na afya. Wenyewe ni mashahidi, mmeangalia ambao tumefanya demonstration katika picha pale kuonyesha jinsi gani ambavyo uzingatiaji wa masuala ya usalama na afya unaweza kubadilisha hali halisi ya eneo la kazi, lakini vile vile katika kumlinda mfanyakazi. Kwa hiyo sisi tuko hapa kama sehemu ya mkakati wa taasisi kuelimisha umma kuhusiana na majukumu ya taasisi yetu. Lakini nadhani kama tulivyomsikia Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana na masuala yote ya kazi na ajira, amezungumza jinsi ambavyo katika hizi siku 100 za Mheshimiwa Rais, jinsi ambavyo sisi kama OSHA tumekuwa na mchango katika kuhakikisha kwamba zile siku 100 zinakuwa na tija. Na mojawapo ambalo tulifanya, amezungumza kuhusiana na tozo ambazo tumezitoa. Mwaka uliopita katika awamu ya 5 tulikuwa tumetoa tozo zipatazo 7. Lakini katika kipindi hiki cha bajeti inayosomwa sasa hivi tumetoa tozo zipatazo 4 za usalama wa umeme katika maeneo ya kazi, especially eneo la oil and gas. Mtazamaji, natumai umekuwa na wakati mzuri wa kufahamu huduma zitolewazo na OSHA ili kutimiza azma yake ya kulinda nguvu kazi kwa maslahi mapana ya Tanzania. Hivyo ninaamini upo tayari kushirikiana na OSHA katika kufanikisha hilo kupitia kutekeleza ipasavyo wajibu wako kama mdau wa masuala ya usalama na afya mahali pa kazi. Kwa kituo hicho ndio nalikunja jamvi la Kazi Salama Maisha Salama kwa siku ya leo. Tukutane tena juma lijalo katika siku na wakati kama huu. Kwa niaba ya mtayarishaji Eliu Tambilinyi, mpiga picha Francis Vitus na mhariri msanifu Ramadhan Madebe, mimi ni msimulizi wako, naitwa Omar Zongo.